Ushauri wa kutumia vijana wa SUMA JKT kukusanya ada ya taka umetolewa na mwenyekiti wa wafanyabiashara wapangaji wa maduka soko la SIDO Halfan Mwakapalisia wakati wa zoezi la kufanya usafi ndani ya soko na kueleza sababu za kutoa ushauri huo, huku meneja wa SIDO mkoa wa Mbeya Salma Galas amesema wamepokea ushauri huo na kueleza sababu za kufanya usafi ndani ya soko. Mara kadhaa kwetu ofisini tuwasaidie, lakini mimi nadhani tuko tayari kuwasaidia, ila sasa tusiwasaidie tu sisi kama ofisi, si ndio? Ninaomba siku moja hata nyinyi timu yenu SUMA JKT ina vijana wengi sana kule JKT, si ndio? Siku moja njoeni kuanzia nyinyi na sisi tutakuwepo wote. Taka mnayoikusanya hiyo, wanaokusanya wa vijana yawezekana wakakusanya hata mara 5 yake, ila tu wanakosa support. Mimi ningewaomba tuingie timu wote, sisi na nyinyi, ndio mtaona vijana wataka kwamba walikuwa wanaweza kukusanya ila tu wanakosa support, na tayari tutawazoesha watu tabia ya kufanya nini, ya kulipa. Ni kuunga mkono Mheshimiwa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hivyo tutalitekeleza kila siku ya Jumamosi. Swala la wafanyabiashara kuwahi kufanikisha zoezi hili ni muhimu. Tutalisimamia sisi SIDO na viongozi wa soko pamoja na mji kuhakikisha soko hili litakuwa katika hali ya usafi. Hivyo tunatoa rai kwa wafanyabiashara wote katika soko la SIDO kuhakikisha wanalipa ada ya huduma ya taka pasipo shuruti, lakini pia kuhakikisha maeneo yao yanakuwa masafi pasipo kutupa takataka ndani ya mitaro, hali inayopelekea soko hili kuonekana chafu. Hatua stahiki zitakuwa zikichukuliwa ili kuhakikisha kila mtu anatimiza wajibu wake kuhakikisha mazingira yanakuwa safi. Kauli hii tunaipokea, hivyo tutashirikiana sote kwa pamoja kati ya SIDO jiji na uongozi wa soko kuhakikisha kila mfanyabiashara analipa ada ya kutupa taka. Afisa mtendaji wa kata ya Iyela jijini Mbeya Mese Mwakalinga amesema soko hilo lina wafanyabiashara zaidi ya 6,000 lakini ni 60% tu ndio walipaji wa ada ya taka, huku meneja wa SUMA JKT ambao ndio wazabuni wa uzoaji wa taka ndani ya soko hilo ameeleza changamoto wanazokutana nazo. Na mambo ya ulipaji ada ya taka ambayo inatusaidia kwa ajili ya huduma hii ya usafi wa mazingira na kuziondoa taka. Tumekuwa na ushirikiano pamoja na mzabuni lakini na wafanyabiashara. Changamoto zinapotokea, wafanyabiashara wanaposhindwa kulipa ada kwa wakati, tumesimamia na tumefuata taratibu na mwongozo unavyosema, kwa sababu mtu asipolipa ada ya taka au kuchafua mazingira, sheria ndogo ya halmashauri imetongoza yule mtu anatakiwa atoe faini, lakini pamoja na kufanya kutekeleza lile swala. Moja changamoto ni kwamba baadhi ya maeneo watu wanatoa takataka bila ratiba, hali ambayo kidogo inapelekea changamoto ya uondoshaji wa takataka katika baadhi ya maeneo yetu, lakini pia vile na kuna baadhi wengine huwa kidogo kulipa anakuwa na ugumu. Kwa hiyo kinachofanyika ni kuendelea kuwapa elimu, na tunashirikiana sana na ofisi ya mazingira na watendaji wa kata na viongozi wengine katika ngazi za mitaa ili kuwaelimisha hawa wananchi waone kwamba usafi ni jambo la muhimu katika maisha yao. Tutoe ushirikiano mkubwa katika utoaji na ulipaji wa ada ya taka, lakini pia tuwape ushirikiano wale kolekta wetu, tusiwasumbue wanapopita kudai ada za taka, basi tuzitoe kwa wakati ili kuweza kumwezesha mzabuni aweze kutoa taka kwa wakati. Kwa hiyo kwa machache haya tunafikiri. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, Kenneth Ingeresi.